Bwana Yesu asifiwe. Nimerejea tena hapa nisungumuse maneno machache kuhusu sehemu ya nchi ya Waisraeli iitwaye Gaza. Na kuomba msikilizaji wangu uweze kunitegea sikio, kwa kuwa Gaza ni mahali pamekuwa na vita siku nyingi, na najaribu nipambanue uweze kuelewa kwa nini vita hiyo haviishi na hasitaisha. Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 15 mstari wake 18. Nchi hiyo ilipeanwa na Mungu mwenyewe, akapea rafiki yake Abrahamu, yeye na uzao wake, na akasema ni kutoka wapi mpaka wapi? Kutoka mto wa Misri hadi mto mkuu huitwao Eufrati au Yufrati. Hapo Mungu alieleza vizuri, kuna mipaka alitaja, na watu wanaendelea kupigania, lakini nataka tujue mbona wanaendelea kupigania na ni kwa nini, na vita hii vitaendelea mpaka lini? Ukiangalia Waisraeli wanapigania nchi hiyo. Kuna watu wanaitwa Hamasi, magaidi wa kivita, na wengine wanaitwa Hezbollah, na pia kuna Wapalestina. Syria iko na Lebanoni na Irani. Sasa nataka tujue, nataka tuelewe, tuweze kuendelea na tusome, tuweze kuelewa ni kwa nini jambo hili linafanyikana. Nchi hiyo ya Gaza ni nchi ya zamani sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 10 mstari wake 19, ni mji huko kusini mwa Palestina. Unaweza kuona kitabu cha Yoshua 13 mstari wa 3. Ni mji huko njiani kwenda Mesopotamia na Misri, maili 18 upande wa kusini mwa Yerusalemu. Ilishikwa na mfalme wa Misri kama mwaka wa BC 1500 BC. Unaweza kuona kwa kitabu cha Joshua 12 na mstari wake 12. Tuombe. Mungu Baba yangu, na kuomba unipe hekima na kukumbuka mahali maandiko yameandikwa, na uweze kuwapa wasikilizaji wangu kuelewa na washike ukweli wa maandiko. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba. Amen. Sasa unaweza kuona hapo mwaka huo ilishikwa. Na Joshua alishinda Pita Wafilisti. Unaweza kuona Wafalme, Mambo ya Nyakati 24, na hata kitabu cha Samueli wa pili 5 mstari wake 25, na Mambo ya Nyakati 14 mstari wa 16. Samani mji huo ulikuwa umepewa Wayahudi. Unaweza kuona kitabu cha Waamuzi 16. Na ukitaka kujua
habari za Samsoni. Samsoni yule alikuwa anyolewi, alikuwa mwenye nguvu ambao aliangamizwa na Delila. Alikuwa wa mji huo. Unaweza kuona Waamuzi 16. Na mji huo, sasa nikwambie kile kinafanya uwe na vita daima. Mji huo ulitabiriwa hukumu ni Mungu. Mji huo ulitabiriwa hukumu, ndio unaona hukumu huo ndio unaendelea na vita haviishi pale. Ukisoma kitabu cha Zefania 2 mstari wake wa 4 na hata Ezekieli 9 na mstari wa 5 utadhibitisha mambo hayo na yaongea. Na dhambi moja kubwa ilitendeka kwa mji huo ili utabiriwe hukumu. Ni Waebrania, watu wa Mungu walioshikwa mateka na mji huo na wakauziwa watu wengine, wakauziwa Wamidiani. Watu wa Mungu wakashikwa mateka na Waebrania hawa walikuwa wametekwa nyara na kuuziwa Waedomu, wakauziwa Waedomu. Unaweza kuona kitabu cha Amosi 1:16. Na kama mwaka wa 65 AD, Wayahudi walitawanywa kutoka mji huo. Gaza lakini ilijengwa tena, ikatekwa tena ni ufalme wa Kirumi mwaka wa 634 AD. Kutoka wakati huo kuna sehemu moja nyembamba katika Gaza ile Wamisri na Waisraeli wanaisosania. Sio Gaza yote imegawanywa, kuna miji midogo midogo ina majina. Mfalme Sulemani alilazimisha watu kujenga tena mji wa Gaza, na mfalme wa Misri akauteka na akautia moto, akauchoma. Akauteketeza kabisa na kuua Wakanaani wote waliokuwa ndani ya mji huo. Wafalme wa kwanza 9 mstari wake 19. Na hii ndiyo sababu ya shokoa aliyoitosa mfalme Sulemani ili kujenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe na Milo na ukuta wa Yerusalemu na Asori na Megito na Geseri. Farao mfalme wa Misri alikuwa amepanda akautwaa Geseri na kuteketeza kwa moto, na akawaua Wakanaani waliokuwa ndani kama vile nilikwambia, na akauvea
mji huo wa Gaza akaupea binti yake ambaye aliolewa na Sulemani, mke wa Sulemani. Alipewa mji huo, ni mfalme wa Misri. Sulemani akaijenga Ngazeri na Beth-Eloni. Sasa tunapoongea nawe ujue mji huo Gaza ulitabiriwa hukumu, na kama tujuavyo hukumu, basi lazima tabiri zilizotabiriwa zitimie. Kwa hivyo kama mji huo ulitabiriwa hukumu, hukumu ndio inaendelea na inasumbua mji huo, na hakuna amani. Kwa maana kuna mambo matatu yalitendeka, lakini kiini kikubwa kile kilifanya jambo hili liwe likiendelea daima ni kwa ajili ya watu hao wa Mungu wa Ibrania waliokuwa wametekwa na mji huo na wakawahusia Waedomu. Na kwa kuwa ulitabiriwa hukumu, ni Mungu kwa ajili ya watu wake au walitekwa nyara na wakauzwa kwa Waedomu. Mji huo uliletwa shida kwa ajili ya Waedomu hao waliuziwa watu hao. Kwanza kwa Edomu, mimi sijui vita viishe, mji huo hata Waisraeli wakishinda, bado vita vitakuwa vikitokea na watu wengine, kwa maana ulitabiriwa hukumu mji huo. Na vita, hukumu ni ya kuangamiza mji huo, kwa kuwa vita vinavyotokea mji hata kama ulikuwa umejengwa unaangamizwa. Hata mateka nyara wale waliotekwa na Hamasi, watu 159, na wale mateka ambao hao waliotekwa Oktoba tarehe 7 mwezi wa 10 2023. Bado vita haitakoma kwa mji huo uliotabiriwa hukumu na manabii mwake Mungu walitabiri hukumu huo. Mpendwa, ikiwa manabii walitabiri hukumu, sharti hukumu hiyo iendelee, na sharti mambo haya yatimie, kwa kuwa kwa Mungu hakuna aliongea kwa mzaha, aliongea ukweli na aliongea mambo yale yatatimia. Kwa hivyo mimi na wewe tunapoona mji wa Gaza ukiendelea kuwa na vita, mapigano, si kwa sababu nyingine, ni kwa ajili, unajua
kutabiriwa hukumu ni sawasawa na kusema laana. Kwa hivyo lazima mji huo upate hukumu kwa ajili ya kuuza watu wa Ebrania kwa Waedomu na wakamalizwa. Mpendwa, nilikuwa nataka tuelewane na uweze kujua kwa nini mji wa Gaza unaendelea kuwa na vita na haimaliziki. Kwa kuwa ulitabiriwa hukumu. Na hukumu ndiyo hiyo ya vita, kubomoa, kujenga, kubomoa, kujenga, kubomoa. Sasa itakuwa hivyo. Mpendwa, leo nifike hapo kwa kuwa bado Waisraeli wanaendelea kupigana na wana mikakati ile wanafanya kwa ajili ya mateka waachiliwe. Lakini hata wakiachiliwa, vita havitaisha mji huo kwa kuwa ulitabiriwa hukumu zake Mungu. Leo nifike hapo na nina maswali matatu huwa nikiuliza. Wewe unaniona na unanisikiliza. Je, ushamwamini Yesu Kristo akakuokoa na akaupea uzima wa milele? Ikiwa uliamini, ulifanya vyema. Lakini kama bado, amini sasa nikiomba uwe mwokovu pamoja nami. Swali la pili, huenda ikawa uliamini na ukaanguka kwenye dhambi na hujawahi kupata nafasi ya kutubu. Ungama dhambi zako wakati huu, nikiomba uwe umesamehewa. Kwa kuwa neno lasema yeye ndio avutaye dhambi zetu na hata zikumbuka tena tukisiungama. Na vile magharibi ilivyo mbali na mashariki, ndivyo zitakuwa dhambi zetu mbali na sisi. Swali la tatu na la mwisho. Je, wewe wakati Yesu alipokuita, alikupea kipawa gani cha kumtumikia nacho? Kwa kuwa haiti mtu bure akae hivi tu. Anawaita watu na wanapewa vipawa na Roho Mtakatifu sia kumtumikia. Wengine ni wahubiri kama mimi, wengine ni walimu, wengine ni watafsiri wa lugha, wengine ni watu wa kufanya miujiza, wengine wamepewa kipawa cha kutoa mali yao. Kwa kuwa kutoa mali ni kipawa, nataka unitekee sikio na unisikilize tafadhali. Neno hili nakwambia kutoa mali yako. Sio kutoa tu, nataka ujue unatoa ielekee wapi. Wahubiri wale wanakuhubiria ukasikia moyoni mwako umebarikiwa. Hawa midomo yao ni posta ya kufikisha mbinguni. Yesu alipokuwa hapa duniani alituambia hivi: tusijiwekee hazina yetu hapa duniani pahali vikao vitu na wezi uingia na kuvunja na kuingia na kuiba, lakini tujiwekee hazina akiba yetu mbinguni pasipoharibika kitu. Na natumai ukitembea hujawahi kuona ngazi ya kwenda mbinguni upeleke utajiri. Ndio nataka kukuelezea ngazi mahali ilipo. Ukubali au ukatae, ngazi ndiyo hiyo. Wahubiri wale wanaokuhubiria wale waliitwa kulingana na mapenzi yake Mungu au kusudi lake. Midomo yao ni posta ya kufikisha kwa Mungu. Ukiwapea vitu vyako ukule na wao, vitu vyako tayari utakuwa umeweka katika hazina ya mbinguni. Wahubiri,
tunahubiri hapa duniani kwa niaba ya Yesu Kristo akiwa pale mbinguni na anatuona, na tumekubaliwa kula mali yako ya washirika, si kunyakua, watupee na moyo wa upendo wakitarajia kupata baraka kwa Mungu. Na nitakwambia kimaandiko, ikiwa wewe unafanyanga biashara, pesa unapata kila siku. Ikiwa unafanya kazi ya kuajiriwa, baada ya siku 30 unapata mshahara. Mungu alikupea kazi hiyo ili umtumikie na kile unatoa hapo. Na nataka nikwambie vile maandiko sasa yanasema. Waraka wa Wagalatia 6 mstari wake wa 6 na wa 7 na wa 9 inasema hivi: mwanafunzi wa lile neno na mkawie mkufunzi wake vitu vyake nzuri wakule naye. Mwalimu wake, kama vile sasa unasikia nikifunza. Mstari wa 7, msitanganyike kwa kuwa Mungu adhihakiwi. Mstari wa 9, tusichoke na kutenda mema. Sio kutenda leo na kesho uone umechoka. Hapana, ni kuendelea ukitenda mema maisha yako yote, ili uweze kujiwekea akiba mbinguni. Wakorintho wa kwanza 9 mstari wake 13 na 14. Maneno yasema hivi, mstari wa 13: wale waliofanya kazi hekaluni walikula vitu vya hekalu, na wale waliofanya kazi madhabahuni walikula vya madhabahu, kwa kuwa kuna sehemu yao. Na mstari wa 13, Bwana Yesu akaamuru akasema, mhubiri wa Injili, kama vile unaona nikihubiri, atakula Injili hiyo, kwa maana mfanyikazi anastahili mshahara wake. Mhubiri msikilizaji wangu anaokuhubiria ni mtumishi wako. Mgawie mali yako mkule naye. Wale unawaona wengine wanaenda kuhubiri mbali mahali huwezi kwenda, wape nauli waweze kwenda kuhubiri, utahesabiwa ulienda kuhubiri na wao. Wale hawana magari wanataka kwenda na magari hayana mafuta, ikiwa una uwezo wawekee gari mafuta wakahubiri, utahesabiwa ulihubiri na wao. Kwa maana hiyo ndiyo njia ya kuweka hazina yako mbinguni. Na vile nimekuambia, midomo ya wahubiri hawa ni posta ya kufikisha mbinguni. Siku ile parapanda italia na mwaliko wa malaika mkuu, wale waliokufa ndani ya Kristo watanyakuliwa kwanza, na wale walio hai wabadilishwe miili wamlaki Bwana angani. Na pale tutakaa miaka 7 tukipokea mishahara. Mpendwa, jitayarishe uweze kupata mshahara. Je, wewe uko tayari kupokea mshahara? Na utapokea kwa ajili ya kazi gani ulifanya? Jitahidi ufanye kazi. Na basi siku zinakuja, siku ziko karibu. Na Yesu alituambia katika kitabu cha Ufunuo 22 mstari wake 12, naja upesi, na mshahara wangu uko karibu, uko mikononi mwangu, kuwalipa kile mtu kulingana na kazi yake jinsi ilivyo.
Msikilizaji wangu, maneno haya nakwambia ili uweze kujitayarisha kutenda kazi, kwa kuwa wakati umeenda, siku zinaenda mbio. Na ikiwa siku zinaenda mbio, ndio tunatakiwa tufanye kazi. Kwa kuwa hapo nimekwambia Ufunuo 22 mstari wa 12. Tazama, naja upesi, na ujira wangu hu pamoja nami kumlipa kile mtu kulingana na kadiri ya kazi yake. Mpendwa, mambo haya nayataja kwako uweze kujua, kwa sababu nisipokuambia nitakuwa nimekosea, kwa sababu nilipewa jukumu hii niweze kukutangazia neno kulingana na mapenzi ya Mungu. Na nikikutangazia vile imeandikwa, sioni kuwa nimekosea, kwa sababu nakwambia vile Mungu anataka ujue. Msikilizaji wangu, naenda kumaliza ili niombe, kwa sababu maneno hayo nakwambia ndio ya kweli, na ndio ukiyafuata utaweza kutumikia Mungu. Na nataka ujue Yesu yuaja na ako karibu kumlipa kile mtu kulingana na kazi yake ilivyo. Harakisha utende kazi ulipwa vizuri. Wacha nifike hapo leo na niombe. Kwanza naomba kwa ajili ya wale wameamini. Pili, kwa wale waliungama dhambi zao. Tatu, wale waliniuliza niwaombee. Sijui shida zao, wanazifahamu wenyewe, lakini wana imani nikiongea na Mungu watapata msaada. Tuombe. Baba Mungu wangu, nakushukuru kwa kunipa nafasi niweze kunena mambo machache kuhusu mji wa Gaza ambao ulitabiriwa hukumu, ili watu waweze kuelewa kwa nini vita haishi. Na kuomba na kushukuru kwa wale waliamini uwapokee, na wale waliungama dhambi zao pia uwapokee, na wale waliniuliza niwaombee sijui shida zao wasifahamu wenyewe. Lakini neno lako linatuambia hata ikiwa ni kupungukiwa, nimepungukiwa, dhahabu na fedha ni mali yako, na unatawala juu ya vyote vilivyo duniani na vilivyo mbinguni. Ukiwapatia watafurahia na watakushukuru. Sauti yangu ya nyamaza, Roho Mtakatifu apeleke ujumbe kwa wale wanaostahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba na kuamini. Amen.